Kwa hiyo kutoa zawadi bila kuwa na sababu ni sababu ya kutengeneza migogoro ndani ya klabu ya Simba, ambayo mwisho wa siku utakuwa na matabaka, huyu mchezaji wa Simba, viongozi, huyu wa mwekezaji, si ndio? Kwa maana ya mzabuni, kitu ambacho hakiwezi kuwa vizuri. Lakini mzabuni kaongeza wachezaji wengine ambao kawataja bila kutengeneza sababu. Why hajatajwa Deruki kama anastahili kupata hiyo gari? Unajua yeye atajisikiaje? Kwa nini hajatajwa Kapombe? Kwa nini hajatajwa Abraham? Sawa, kwa nini hajatajwa Selemani Mwalimu? Kwa nini hajatajwa? Inawezekana hiyo zawadi katengeza mgogoro, mvurugano na hali ambayo baada ya kupeleka motisha inaweza kapeleka mgogoro ndani ya klabu. Umeelewa? Ndio maana nasema yani zawadi au motisha ukitoa bila sababu, huna sababu ya kutoa hiyo zawadi. Umeelewa? Sababu imetolewa. Bwana, mambo vipi? Tupo hapa Like Media, tuko na chambuzi la Black and White, Lugano Israel mwenyewe. Leo bwana, kulikuwa na tukio pale Mo Simba Arena kwenye viwanja vya mazoezi vya Simba. Tukio lenyewe ni tukio la Media Day, lakini katika tukio hili limeambatana na tukio lingine ambalo imeonekana mdhabuni wa Simba ambaye ni Jairut amemkabidhi mchezaji wa Simba Enos Luemba gari aina ya Crown. Lakini nikivuta picha nyuma kidogo, tukumbuke huyu Enos Luemba ndiye mchezaji ambaye Jairut alimsajili na aliahidi kwa wanasimba kwamba atamsajili mchezaji mmoja mkubwa, mchezaji mmoja pendwa. Hii ina maana gani bwana Lugano Israeli? Jairut kama mzabuni kumkabidhi mchezaji wa Simba gari, kwako wewe ina tafsiri ya namna gani? Kuna kitu ambacho kimenifikirisha sana kwenye swala hili la Jairut kukabidhi gari. Sio kitu kibaya, lakini mimi kimenifikirisha kwa namna ya kitofauti sana. Unajua tunatofautiana kwenye swala la kufikiri. Jairut kumkabidhi gari Enos Luemba kama mchezaji wa Simba sio kitu kibaya kwa sababu yupo ndani, lakini kwa nini sasa hivi ndo ameamua kumkabidhi gari? Kuna maswali mengine unaweza kupata majibu mepesi kwa sababu Jairut ndio ambao wamemsajili katika wachezaji ambao waliahidi Simba au uongozi wa Simba na mashabiki wa Simba wakati wanapewa uzabuni wa jezi, alisema wataisajilia Simba mchezaji chaguo la mashabiki. Sasa maswali yangu ni kujiuliza, yani kumkabidhi Enos Luemba, yani kuna maswali mengi. Why? Kwa mtu ambaye anajua jinsi ya kujiuliza maswali, unaweza ukajiuliza kwamba okay, sio kitu kibaya, ni mchezaji wa Simba anakabidhiwa gari. Kwa nini anakabidhiwa gari? Je, lilikuwepo kwenye mkataba wa kwamba najisajili na Simba mtanipa gari? Au anakabidhiwa gari ni kwa sababu kwa maana ya Jairut wenyewe investment wamefurahishwa na performance yake, wamkabidhi gari? Wamemkabidhi gari kwa kitu gani? Yani maswali yanakuja hivyo. Unajua hiki kitu unaweza kujiuliza katika hali ya kawaida, mtu yote anaweza kupa zawadi, lakini kama uquestion kwa nini huyu mtu amekupa zawadi, inawezekana hiyo zawadi ikakutokea puani au ikaleta madhara, sio kwako au kwa watu wanaokuzunguka kwenye zawadi ambayo umepewa. Kwa nini nazungumza hiki? Inawezekana kuna baadhi ya watu wasiweze kujiuliza kama ambavyo najiuliza. Simba ina wachezaji wengi sana. Imemsajili Luemba, imemsajili Kasari, imemsajili Libasegeye, Anseti Aura, imemsajili Kibabage, imemsajili Chama, imemsajili Baraka Mwangosi. Wachezaji wapi hao? Lakini pia kuna wachezaji wengi kama kina Kapombe, wapo ambao walikuwepo ndani ya kikosi cha Simba. Why Libase why Luemba anaenda kupewa gari? Alikuwa ni bora kuliko wachezaji wengine.
mkataba unasemaje. Unajua kulikuwa na reason ambayo tutakiwa tupate za undani, kwa nini anapewa huyu. Lakini tumesikia pia wakati anaendelea question ya mambo, wametaja wachezaji wangapi? Watatu, nao watakuja kupewa. Amemtaja Libase, sawa, amemtaja amemtaja Anset Aura, amemtaja na Kasari, amewataja hao. Amesema kuna magari matatu ambayo wataenda kutolewa. Inawezekana pia tukasema inawezekana kuna uwanda mpana ambao unakuja. Ina maana kuna wachezaji wengine ambao watakuja kupewa magari wote, au ndo hao wamechaguliwa hao? Hao ni maswali ambao unaweza kujiuliza. Je, kapewa Loemba ambao tunathibitisha kashapewa. Ametaja wachezaji tena watatu ambao watakuja kupewa. Je, hao wachezaji ndo hao au kuna ni wachezaji wote wa timu ya Simba atapewa magari? Lakini mzee wa Black and White amezungumza hapa, Jairut ambaye ni mkurugenzi kwamba wao kwanza kama mdhabuni wanataka kuwapa thamani wachezaji wa kikosi cha Simba, na kama mdhabuni ameanza na Enos Luemba kwa sababu pia ni mchezaji ambaye ndiye kama mdhabuni amefanyaje, amemsajili, si ndio? Maanake ilikuwa ni jambo ambalo unaanza katika kile ambacho wewe mwenyewe ulikifanyaje, ulikitolea mfano, si ndio? Lakini akaja kusema kwamba watakuja wachezaji wengine watatu, lakini sio tu hao watatu. Nimemsikia amesema lengo la Jairut kama mdhabuni ni kuendelea kutoa motisha na kuwapa thamani wachezaji wa Simba kutokana na kazi ambayo wanaifanya. Pengine ni utaratibu ambao pengine Jairut anataka kuleta. Mimi binafsi nataka kuona kama ni mfanano vile ambavyo ilikuwepo pale Manchester United, si ndio? Walikuwa wachezaji walikuwa napewa gari aina ya Chevrolet kwa sababu walikuwa wamedhaminiwa na ile kampuni. Lakini ukienda kwenye timu ya Bayern Munich walikuwa wakipewa gari za BMW kwa sababu wanadhaminiwa na udhamini wa BMW. Na nenda katika timu zingine pia. Nadhani Jairut anataka kukiingiza kitu kama hicho, kitu kipya. Wewe huoni kama kuna tija pia kwenye motisha kwa wachezaji, kwa timu ambayo inaweza ikapelekea performance ya wachezaji? Shaka yako iko wapi bwana Lugano Israel? Unajua wasema motisha isipokuwa na sababu, hakuna sababu ya kutoa motisha. Umeelewa? Kila kitu lazima kiendane na sababu. Hoja zangu za msingi ambazo watu waielewe. Mimi nampongeza Jairut kutoa zawadi. Ni kitu kizuri sana. Lakini asipoenda kwenye tahadhari ya utoaji zawadi, inawezekana hiyo zawadi ikatengeza mgogoro, mvurugano na hali ambayo baada ya kupeleka motisha inaweza kupeleka mgogoro ndani ya klabu. Umeelewa? Ndio maana nasema yani zawadi au motisha ukitoa bila sababu, huna sababu ya kutoa hiyo zawadi. Umeelewa? Sababu imetolewa, lakini sababu ni motisha. Motisha kwenye kigezo kipi? Kwa sababu motisha kila mchezaji wa Simba atasema nastahili kupata hiyo zawadi. Mfano ingekuwa ni sababu, labda Jairut angesema tunatoa sababu, tunataka tutoe zawadi ambayo inamtambua mchezaji ambaye amekaa muda mrefu ndani ya kikosi cha Simba. Kuna mchango wa moja kwa moja ya kuhamasisha watu ambao watakuwepo ndani ya Simba waonyeshe viwango vizuri, si ndio? Ili waendelee kubaki ndani ya Simba, iwe ni sehemu ya sifa ya kubaki ndani ya Simba, kwamba kuna kitu watu wanakuzingatia baadaye. Au unaweza kusema tunatoa zawadi kwa mchezaji ambaye ameonyesha performance mwendelezo ndani ya michezo, labda nusu msimu mzima. Ina maana kuna mchezaji ambaye atatamani kufukua na mwendelezo msimu mzima. Tutatoa zawadi kwa mchezaji mwenye discipline kubwa ya mchezo. Hiyo tunatoa kwa maana ya mchezaji ambaye ameonyesha labda chochote ambacho kina value ndani ya club. Yaani mimi nadhani ndani ya Simba kuna baadhi ya vitu wanavitafakari kwa kina ili kuleta faida chanya hasa kwenye kikosi cha kwenye timu nzima ya Simba. Unajua unaweza ukampa Loemba. Mimi ni miongoni mwa watu ambao ilivyotangazwa kwamba mchezaji huyu ndio kasajiliwa na Jairut, nilisema huyu mchezaji Loemba inawezekana akaonekana ndani ya klabu ni special sana kuliko wachezaji wengine, kiasi cha kwamba wachezaji wengine
wakaanza kumnyanyapaa, au yeye mwenyewe akaanza kujitoa kwenye muunganiko na watu wengine, yani itamweka kama ni mchezaji ambaye agusiki hata akiwa na makosa, hata kwa viongozi, kwa sababu ni ya mwekezaji. Yani kuna namna approach zile. Sasa inakuja sasa mpaka kwenda kutoa nini, motisha. Motisha umempa Loemba kwa kigezo kipi? Kwa sababu umemsajili wewe, uone kama unaweka special kwa watu. Of course umetaja kwa wengine, ametaja wachezaji watatu. Shida yangu ambayo natamani kuiona Jairut pamoja na uongozi wa Simba waweke sababu ya kila mchezaji, kwa sababu kuna wachezaji watakuja kunungunika baadaye, wataanza kusema mbona wachezaji wakija watu fulani ndio mnaajali sana. Kuna kipindi itakuja kutoa migogoro, mtu anaingia uwanjani anasema hata nikicheza kiasi gani nitapewa mtu mwingine. Kwa kila mmoja inaweza kampa nafasi ya kupata zawadi kwa kutengeneza kigezo ambacho anakiona hiki kigezo kinanitosha kabisa. Mfano Loemba wangesema labda mchezo uliopita Loemba alionyesha ubora mkubwa. Umeelewa? Wewe haukuridhika na kiwango cha Loemba. Nisikilize sasa, kwa sababu hawajasema kigezo hicho kwamba kigezo ni performance nzuri ya mchezo uliopita au muendelezo wa mchezo uliopita. Hawajasema vigezo. Either labda kama angetoa kigezo kwamba bwana tunatoa hii zawadi kama motisha kwa mchezaji Loemba ambaye alionyesha kiwango kizuri katika mchezo huu, tunampa hii zawadi, na zawadi zingine zitaendelea kutolewa kwa wachezaji ambao wataendelea kuonyesha viwango vizuri kwenye michezo ijayo. Aidha ongezeka michezo 3 mfululizo au 5 mfululizo, ili mchezaji naye ajaribu kuwa na ushindani wa kuing'ang'ania ile zawadi ambayo inaweza kuleta positive effect ndani ya klabu. Sio kama nipata vizuri. Kwa hiyo hoja yangu mimi sio kutoa tu zawadi. Hoja yangu itengenezwe zawadi iwe na hoja ya kumpata mtu ili kuondoa malalamiko. Unajua wakati mwingine ukiweka vigezo, hata wachezaji wenyewe wanaweza kusema hii zawadi inamfaa mtu fulani, kacheza vizuri, alikuwa na hiki na hiki. Yaani kuna ushindani wa ndani. Kuna mtu mwingine anaweza katamani kwa maana mimi nifikie mimi kupata ile zawadi. Maana yake unaleta impact ndani ya klabu. Kwa hiyo kutoa zawadi bila kuwa na sababu ni sababu ya kutengeneza migogoro ndani ya klabu ya Simba, ambayo mwisho wa siku utakuwa na matabaka, huyu mchezaji wa Simba, viongozi, huyu wa mwekezaji, si ndio? Kwa maana ya mzabuni, kitu ambacho kiwezi kuwa vizuri, lakini mzabuni kaongeza wachezaji wengine ambao kawataja bila kutengeneza sababu. Why hajatajwa Diruki kama anastahili kupata hiyo gari? Unajua yeye atajisikiaje? Kwa nini hajatajwa Kapombe? Kwa nini hajatajwa Abraham? Sawa, kwa nini hajatajwa mchezaji ambaye aliingiza mpira kwenye nyavu? Hapa namzungumzia Selemani Mwalimu. Kwa nini hajatajwa? Wametajwa wachezaji ambao kwanza ni wageni, of course wameonyesha uwezo mzuri, lakini bila kuwa na vigezo. Ni mgogoro unaotengenezwa ndani ya Simba. Mimi nashauri upande wa uongozi wa Simba utengeneze mpango unawezekana mzuri wenye faida kubwa sana kwa upande wa Simba, lakini uwe na criteria. Yani bila kuweka vigezo vya utoaji zawadi ndani ya Simba utaweka migogoro ndani ya wachezaji. Wengine wataanza kuwa wananungunika, watakuwa wanatimiza majukumu yao na mtakuwa mnatoa ya magari bila impact. Wengine watakuwa wananunia wachezaji kwa sababu wataona kwamba hata nikikupa assist, hata nikifanya vitu gani, wewe unaonekana ni bora kuliko mimi. Kwa kuna vitu fulani ambavyo Simba wanapoenda kufanya kila tukio wajaribu kusikiliza hata maoni kwa watu, kuangalia kwamba impact ya hiki ambacho nakifanya baadaye kinaweza kutoa kitu gani. Ni sawa na watoto. Kama una watoto wengi nyumbani, una watoto wa kaka yako, una watoto wa kwako, una watoto wa dada yako, wale watoto lazima uwe makini sana jinsi gani ya kuwahudumia. Kama vitu unaweza ukavileta nyumbani ukawapa watoto wako, maana yake kuna watoto wa dada yako unafanya nunguniki, wataangalia moyoni mwao, wataona mimi, au kwa sababu mimi mtoto wa dada, mtoto wa dada yake, au mimi kwa sababu mtoto wa kaka yake, au kwa sababu mimi sio mtoto wake. Si unanielewa? Kwa kila kitu ambacho kinafanyika lazima wakipime kuleta madhara ya aina gani. Mfano, una watoto wote wa kaka yako, wa dada yako, wa kwako wako pale, si ndio? Ukasema mchezaji yoyote ambaye ukasema mtoto yoyote ambaye labda darasani akienda kupata nitampa zawadi hii, si ndio? Kwa hiyo hapo umeacha mpira wa ushindani, kila mtoto asome kwa kujituma, akijua labda kuna zawadi nitaenda kupata kwa baba au mama,
nikifanya vizuri bila kumwambia huyu mtoto wa shangazi, huyu mtoto wa mjomba, huyu mtoto wa nani, huyu mtoto wa nani, wote kwa pamoja. Kwa hiyo wangeweka vigezo. Huwezi kutoa from nowhere tu nampa gari Luemba kwa sababu mimi ndo nimemsajili, mnaenda kutengeneza mgogoro ndani ya klabu. Kwa hiyo bwana Lugano, unamalizaje sasa hapo wewe? Neno lako la mwisho kwa uongozi wa Simba. Uongozi wa Simba waingie hasa kwenda kutafuta maoni ya watu, yaani kutengeneza impact ya kile ambacho wanakifanya, wasiproduce migogoro, kwa sababu ukiangalia mgogoro ambao unaweza ukaibuka inawezekana usionekane, unaweza kuiathiri Simba kwa muda miaka mingine na ufuata mingi bila vipimo vya viongozi wa ndani. Waende wakatafute namna nzuri ya kutoa hizi zawadi, bado hawajachelewa. Hiki ambacho wamekitoa kwa Ino Luemba ni mwanzo wa kuanza kutengeneza kitu kingine kizuri. Kama Jairuti ataweza kugawa magari yote kwa wachezaji wanaokuja huko mbele, basi aweke utaratibu mzuri wa ugawaji wa magari. Sio unagawa gari ambalo kuna mtu akasema mimi sina haki ya kupata hii gari, wacha pewe gari mwenyewe bwana. Kuna kipindi, kuna migomo mingine inaweza kafanyika, wakasema mwacha afanye bwana yule ambaye yeye anapewaga magari, kwa sababu wataonekana wengine hawana hadhi ya kupewa magari ndani ya Simba. Hiki kitu inawezekana mtu mwingine asikielewe ninachokizungumza, lakini kuna madhara makubwa sana ambayo anatengeneza. Mimi ombi langu kwa Simba ili kuepusha migogoro ndani ya klabu, ili kuweka lile lengo ambalo pengine ndio lengo mama, kuhakikisha kila zawadi inayotengeneza inaenda kuleta impact ndani ya klabu ya Simba. Watengeneze vigezo kwamba bwana, mchezaji ambaye ataperform kwa kiwango kikubwa katika michezo 3 au 4 mfululizo tutampa gari. Kwanza itawasaidia kuwa na muda mzuri wa kugawa magari kwa heshima, lakini pia hata mashabiki, wachezaji wenyewe watakuwa wanajiandaa kwamba maana mimi nahitaji gari, hebu nijitume. Kwa iwe na impact, kila kitu kinachofanya kiwe na impact ya maono makubwa sana ndani ya klabu. Ikisitengenezwa tu kwenye sifa, nimetoa gari ambalo mwisho siku kinaenda kuleta migogoro. Utamwachaje kumpa gari mtu mkongwe kama Shomari Kapombe? Utaachaje kumpa gari mtu kama mtu kama Deruki, mfano beki ambaye kajisimenti pale? Utaachaje kumpa gari mtu kama Kibabage ambaye kwa muda mfupi ameingia kwenye timu, ameenda kuisaidia? Utaachaje kumpa gari mtu kama Sulemani Gomez ambaye kaenda kule kaenda kupata goli ambalo kashindwa, yani ni maamuzi ya waamuzi ndio wamemnyima ile goli, si ndio? Lakini huyo mtu anaweza kaona hii nastahili kupata hii zawadi kwa sababu hiki kigezo nimekifikia au sijakifikia, kwa kinaondoa lawama, lakini kinaweza katengeneza watu kujituma zaidi. Ondoeni migogoro kwenye timu zenu kwa kutengeneza mawazo ambayo yanakuwa hayana migogoro ndani yake. Hilo ndo wazo langu, na kama mtanielewa vizuri, naamini zawadi ambazo zitafuata hazitakuwa kwenye kutengeneza migogoro. Mtatengeneza mazingira ambayo kila mmoja ambaye atapata hiyo zawadi atasema anastahili, na hata wengine wanaozunguka atasema anastahili, lakini itamtengeneza mtu mwingine anasema na mimi nataka nitengeneze mazingira ya kuseri kuchukua hii zawadi. Otherwise mtatengeneza migogoro ndani ya kutoa zawadi ambazo hazieleweki zina maana gani ndani ya klabu kubwa kama Simba. Bana, asante sana Lugano Israel, mzee wa Black and White. Mimi hapa langu jina ni Godfrey Mlanjize, chambuzi la system. Hii ni Like Media. Kama kawaida nenda YouTube pale, ufanye kutusubscribe, then upate madini ya kutosha kabisa na habari za moto za kimichezo. Asante sana.